Ni msimuzi imeingia na umempongeza mama vilivyo kwa kufanikisha kutoa hamasa ambayo imepelekea timu zetu 4 kufuzu. Young Africans juzi ilicheza. Mchezo nadhani uliutazama. Ulikuwa ni mchezo wa namna gani kama wewe ulivyoona uwanjani? Mechi ndio nilikuwa nasema mechi ya klabu bingwa ni ngumu zote. Hakuna mechi nyepesi. Lakini kuna makosa ambayo yalikuwa ni ya wazi kabisa. Wana nafasi walikuwa wanatengeneza lakini wafungaji walikuwa wafungi. Mfano Dube inabidi nje nimuombee. Dube? Nje nimuombee tena. Bana. Kama safari ile. Nje nimuombee. Kwa sababu sibagui kwenye maombi. Kwamba kwa sababu kwa timu gani inabidi nimuombee. Ile ni shida, kuna tatizo sehemu, lazima aombewe. Huwezi kukosa magoli ya design ile. Yaani magoli ya design ile unakosa utakosaje? Kwa hiyo kuna shida kubwa sana ndani ya Dube. Nafasi zimetengenezwa za Yanga kusukuma magoli lakini Dube akawaangusha. Ila Yanga wanaficha. Umeelewa? Kuna vitu vingi Yanga wanaficha. Sasa hiyo kitu hiyo inaumiza wao. Hatukomoi sisi leo, wanajiumiza wao wenyewe. Lakini Dube kitu alichofanya amewakosea Yanga Afrika. Na wamefanya kitu ambacho sahihi. Kwamba amepata za kushinda, ameshindwa kuwanyanyua kwenye vitini mashabiki wao. Wengine Yanga isingefuzu angelaumiwa Dube. 100%. Na wangemnyofoa siku hiyo hiyo. Yanga tena. Kuna muda Pacome alitengeneza nafasi kama 2 alafu Dube zote alikosa. Yule anachoka sababu uwanja mzima anacheza peke yake. Kwa sababu wote waliosajiliwa safari wote wamekuwa mizigo. Wote waliosajiliwa. Haya, huyo Kante, huyo Conte alisajiliwa ndio huyo anaonekana kama benchi. Umeelewa? Huyo jamaa kutoka South Africa anaonekana Dube ana afadhali. Anaitwa nani? Boeli. Anaonekana kwamba Dube ana afadhali kuliko Boeli. Kuna yule mwenye virasta sio nani sio. Kwa wachezaji wengi waliosajiliwa Yanga Afrika quality zao ni za chini mno. Tofauti na Yanga jinsi ilivyo. Ndio maana unakuta Yanga wana struggle sasa. Hata kwenye makundi siwaoni Yanga kama wataingia. Kwamba Yanga wataingia nusu robo finali? Makundi yakipangwa? Sioni. Kwa nini mchungaji? Sioni. Sijui labda mambo badilike. Kwa sababu miujiza nayo inatokeaga lakini sioni. Sababu sisi tunajua Yanga mwaka juzi, Yanga mwaka jana na mwaka ule. Yanga ya Nabi na Yanga ya Gamondi, ndio tunazifahamu. Why hii inakuwa hivi? Maana yake Yanga na drop siku zinavyozidi kwenda, anazidi kushuka. Na hao hawakutaka kukubali kwamba wana drop. Hiyo ndio nzuri. Lakini Yanga na drop muda unavyozidi kwenda. Timu sasa hivi imeachopa Pacome peke yake. Kwamba bila Pacome Yanga haichezi vizuri. Ndio. Sababu unaambia timu ilikuwa hapa nyuma mpaka leo. Mpaka leo Yanga wana struggle. Ina maana hapa nyuma mtu kama Aucho bado alikuwa ni nguzo ndani ya Yanga. Kwamba Yanga inamhitaji saizi mtu kama Aucho. Chama alikuwa bado ni nguzo. Msonda alikuwa ni nguzo. Aziki alikuwa ni nguzo. Hasa leo unaacha pop, hapo nataka timu ikriki. Yaani matatizo yale kwa Simba yote tumewahamishia wao. Kwa hiyo wao watahangaika samaje mpaka watengeneze timu. Ile timu inahitaji kutengenezwa tena kwa hali jinsi ilivyo. Timu ilikuwa inahitaji muendelezo lakini wameshindwa kuiendeleza, inabidi waanze upya. Mfano mimi nakwambia, leo hii Chama anadhihirisha kwamba bado ndani ya Yanga alikuwa anatakiwa kila game anafunga tena za kimataifa. Na anaonyesha mambo makubwa. Aucho unaona anavong'aa. Na pale unaambiwa tena Msonda anakuja mle. Nani Singida. Kwa hiyo tang'aa zaidi ya pale. Ni picha inatuonyesha kwamba Yanga walibugi kuacha hao wachezaji. Kuelekea sasa hatua ya makundi. Tushaziingiza timu 4 katika hatua ya makundi. Kuelekea michezo ile ambayo timu zetu zitashiriki hatua ya makundi. Malengo ya Yanga amesha. Yanga hamna kitu kingine wanataka. Sababu wao katika target zao walikuwa wanataka timu ingie makundi. Sio robo. Injinia kama unamkumbuka. Anasema tungetamani timu ingie makundi shaingia. Hata akitoka wao hawana shida. Tofauti na Simba. Simba wao tangazo lao ni Simba iende icheze nusu finali. Umeelewa? Yes, Simba sasa ashapita. Sisi tayari tusha kwa sababu magoli hayahesabiwi kwenye kipindi hiki. Yanahesabiwa kuanzia makundi. Wewe ushafuzu, unatumia energy kubwa ya nini? Wewe unatumia energy kubwa. Wewe ushafuzu unahitaji nini tena? Unatumia energy ndogo, ndio unaweza kuitumia mbeleni. Sasa jana watu wakukuruke wewe kinasoa mpaka umie. Ni washabiki malengo yao. Ila malengo ya timu ni tofauti na washabiki. Malengo ya timu ni kutunza energy kwa mechi ambazo za point. Ya jana ilikuwa ina haja yote ile. Kwa hiyo tulichocheza jana tumecheza sisi kwa kutumia akili. Ni timu kubwa barani Afrika, timu namba 5. Kwa hiyo lazima icheze kwa kutumia akili zaidi. Alisikika msemaji wenu akisema kwamba walitunza energy kwa ajili ya game inayofuata za ligi kuu. Kwa hiyo ndio maana kocha alitumia wachezaji ambao sio first 11 kwa asilimia kubwa. Kwanza umeona timu gani inacheza bila striker? Saliamua tu. Eti timu striker Kibu, mweko una wapi?
na mastreka watatu wote wako nje. Ina maana wao kama mastreka wale. Yaani walichoamua jana ni kwamba show zichezwe lakini wasitumie energy kubwa. Na kama watu wameingia mkenge ule afadhali. Wakijua kwamba sisi timu yetu imecheza kwa sababu imeshindwa kupata magoli. Hapana, sisi tumecheza vile kwa sababu ya kutunza energy ya mechi zinazokuja. Shabiki mmoja wa Yanga amesema, alisikia akisema kwamba kwa Simba ile ya jana tutarajie hata robo finali haitoboi msimu. Sio robo finali tu. Walituambia sisi kwa Simba hii hata makundi haitaenda. Tutashangaa. Kwa hiyo wao wanaposema sisi hatutaenda robo finali, wao watabaki kutokana na timu yao jinsi ilivyo. Wao uwezo wao juzi wote ndio umeishia pale. Si juzi tumeamua kutunza energy tu. Basi. Wanasema Nzingizini, yani Simba unashindwa kupata on target 2 zidi ya Nzingizini. So target. Tulikuwa tunataka hata on target tusipate hata moja. Tupige show tu kama kawaida, mchezo waishe basi. Sasa wewe goli 3 ugenini. Kuna shida gani? Wao ule ulikuwa ni mtego. Kwa ujumla ni kwamba tumefurahi kufuzu, na hii kufuzu mara 6 mfululizo. Tumeenda mara 6 robo finali. Ndio timu ambayo imevunja rekodi kwa Tanzania. Tumeenda mara 6 zaidi. Kombe la shirikisho na klabu bingwa. Tumeenda mara 6. Kama tumeenda mara 6 maana yake sisi tumekuja juu zaidi. Pengine ungetamani kwenye hatua ya makundi ukutane na mtani wako Young Africans? Na mimi ningetamani kwenye makundi tukutane na Yanga. Sababu Yanga tunatoza kwenye ligi, sisi tunawafunga tukua klabu bingwa. Home and away ipigwe Benjamin Mkapa. Tunampiga nje ndani. Si klabu bingwa barani Afrika. Tukicheza sisi tunacheza kama tunacheza na national. Bado hujanielewa. Yanga tunataka tukutane naye klabu bingwa. Sisi tunapocheza klabu bingwa na ligi tofauti. Yaani tunapomfunga timu ya Egypt au ya Tunisia nje ndani, tunataka tumfunge Yanga nje ndani. Tunataka tukutane naye Yanga ligi ya mabingwa barani Afrika mwaka huu. Wenyewe wanatamani kweli kweli. Na mimi nataka wafanye juu wanavyofanya. Yanga tupangwe kundi moja. Kwamba tupangwe kundi moja. Tawaweza? Sio tawaweza, klabu bingwa hao hawana lolote. Wao kazi yao ni ligi. Imefungwa mara 6 mfululizo. Bado hujanielewa bado. Wao wanatufunga kwenye ligi. Klabu bingwa Simba ndio anaiweza. Na klabu bingwa ndio nyumbani. Ni kwenye ligi. Mbinu za klabu bingwa tunatumia mbinu za klabu bingwa. Kuna mbinu tofauti kwa. Mbinu za klabu bingwa zipo. Kwa Yanga anashindaje ligi kuu? Kwani Yanga ufiki klabu bingwa anashindwa kwa ajili ya mataifa zinamshinda wapi? Kwenye ligi wale anapowini. Mbona meza kimataifa zinamshinda? Kwa nini? Utuambie. Ndio hiyo nakwambia mbinu za klabu bingwa hana. Mwaka jana ambao atafute goli moja tu limemshinda. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba Yanga mechi ya kimataifa haziwezi. Kwa hiyo sisi tunatamani na tunaomba CAF kama inawezekana tukutane na Yanga Afrika. Ombi langu nasema naomba hiyo tarehe 2. Na Yesu yuko poti namba ngapi? Mlikuwa poti moja, lakini kwa sababu Orlando ametoka kwenye mashindano, Simba kahamishwa poti tofauti na Yanga. Kwa hiyo uwezekano wa nyinyi kukutana na Yanga upo, mtaweza? Tunamwomba Mungu tusaidie tukutane na Yanga. Kwamba tunasema tunamwomba Mungu, Mwenyezi Mungu tusaidie tukutane na Yanga. Hakutane na muziki wa klabu bingwa. Yeye kazoea muziki wa ligi kuu. Ngoja tutaitunza. Bado hujanielewa. Yeye kakutana na Yanga. Kinachosumua kwamba kakutana na muziki wa ligi. Hata tumuonyeshe ukubwa wa klabu bingwa Simba ikoje. Watakuja kuandika. Ndio watakuja kugundua Simba namba 5 haikuwa kwa bahati mbaya. Bado hujanielewa bado. Mchungaji tutaitunza. Hivi wewe bado hujanielewa. Leo hii tumekuja kugundua kwamba waliosema ligi yetu namba 5 kwa ubora Afrika, tunje kuimprove jana tunakosea. Tunataka Yanga aje improve kwamba sisi Simba ni timu namba 5 barani Afrika na mechi za klabu bingwa tunaweza kumfunga nje ndani. Ile si ligi. Unaona naelewa lakini. Hicho tu mechi za kimataifa. Simba muamshe mwambie hii ni klabu bingwa. Umekwenda na maji. Sasa sisi mentali ya wachezaji tunawaambia jamani, leo tunakutana na timu ya Egypt. Mapema sana nje ndani. Hatuiwazi Yanga, tumekutana na timu ya Egypt au Tunisia. Ndio tunakutana nao leo jamani. Kazeni, Yanga anakufa 3. Mchungaji receipt. Sikiliza hiyo. Anakufa 3. Mechi inayofuata si nyumbani. Yanga anakufa 2. Mimi sinakueleza. Mchungaji, Simba usimwambie mechi ya kimataifa, umekwenda na maji. Simba mdanganye, Simba unataka kumfunga mwambie hivi. Mechi hii ya ligi. Utajipigia unavyotaka. Sio Pakome, hata Pakome mwenyewe kumwambia hili klabu bingwa haiwezi. Si ndio mwaka jana umetafuta goli moja limewashinda. Sasa si walikuwa wanacheza na Waarabu, wenyewe washazo. Sasa Waarabu sisi ni zaidi ya Waarabu. Shazoeleka. Sasa kama Mwarabu anamshinda. Umeelewa? Sisi Mwarabu tunamfunga. Mchungaji sema nyewe mnafungaga sana. Nataka hujanielewa. Yeye anatufunga kwenye ligi. Ngoja subiri, kuna kitu unataka kutuficha hapa. Kwamba mbinu gani inatumika na Young Africans kwenye ligi na mbinu gani inatumika na Simba kwenye kimataifa? Tueleze mbinu zetu. Hizo ni mbinu ambazo ziko nje ya carpet. Yanga kwenye klabu bingwa
Mwenyewe anajua. Na mimi nasema hivi. CAF wanaopanga mashindano haya, Yanga watuweke sisi kundi moja. Hapo tumuone nani anabaki. Unaelewa? Tuwekewe national. Umeelewa? Yanga Afrika, Simba, maana bana, tuwekee na timu kutoka Kongo au kutoka Kongo. Timu ngapi hizo? 4. Alafu tumangine nani atafuzu. Kwamba awepo Simba, Yanga, Al Ahly na labda na Mamelodi. Tunataka tuwe na national. Umeelewa? Mamelodi tukutana na timu kubwa zote. Au national tukutane na Simba na Yanga na timu kutoka Kongo. Tunaelewa mpaka hapo. Alafu ngome inapigwa Benjamin Mkapa. Watu wa Simba wananongonezwa tu. Hii mechi ya kila bingwa jamani. Hii mechi ya kila bingwa. Yakubu, hii mechi ya kila bingwa. Mutale, hii mechi ya kila bingwa. Usiwatoe kwenye kii. Ukamwambia ligi, mwambie hii mechi ya kila bingwa. Mwambie beki namba 2, Kapombe, captain, hii mechi ya kila bingwa. Tutakutana na Yanga. Yanga anakufa 4 hapo. Kwamba Yanga anakufa 4 Benjamin Mkapa. Nao hata mtu ambaye anataka kufunga goli nyingi, kila bingwa ya. Na Yanga ukimwambia kila bingwa, yeye mwenyewe anatemeka hivi. Sasa angalia malengo. Yanga wao malengo yao timu iende makundi, washafuzu. Simba malengo yao nusu finali. Ni vitu viwili tofauti. Sasa nikutane na Yanga sana mninginiza. CAF na waomba. Hii Yanga hii tupangwe nayo makundi. National, Simba, Yanga Afrika, FC Lipopo. Sasa umepita juzi. Hapo anafuzu nani na nani sasa? Hapo anaenda na National, anaenda na Simba. Huko Msimbazi. Hapo umempiga Yanga ndani nje hapo. Nje. Na pointi zote zitabeba kwa Yanga. Yaani mechi ambazo zitatuvusha sisi. Mechi zote za Dar es Salaam. Dar es Salaam zote tunavuka. Alafu yeye aje tufunge kwenye ligi huko. Yaani tumegawana yani. Kwenye ligi ndio aje tufunge. Mungu atufungi. Kumbe nyinyi hamjawekeza sana kwenye ligi. Hatuna time na hatuna muda huo. Okay. Na kwa sababu unajua kwa nini nakwambia hivyo? Kwa nini nakwambia hivyo kwamba jamaa watapata wakati mgumu. Kila bingwa lazima upite mlango mkubwa. Kwamba Yanga mwiko wa Yanga kupita ule mlango mkubwa. Hata akiwa peke yake. Yaani sisi tujaenda uwanjani bado kapita pembeni. Sasa kila bingwa baba lazima upite ule mlango. Lazima upite. Hapo mechi 2 tunapata za Yanga. Mpaka raha. ule mlango ndo wenyewe. Nasema hivi mpaka raha. Yanga apite mlango mkubwa. Mungu saidia. Yanga tukutana nayo. Na mkituepusha safari tutanungunika sana hata Simba. Kama tutapeleka barua mpaka takafu. Tusije Yanga wakatukwepa. Yaani watuwekee, narudia tena, kundi lipangwe hivi. National, Simba Sports Club, Yanga Afrika, FC Lipopo ya Kongo. Baba tumuone nani namba 5, tumuone nani mkubwa, nani atavuka. Hapo Onyelo kundi anaenda kuliongoza. Nani ataongoza kundi na wa kwanza wa pili nani? Kwanza National mwenyewe anajua National anasema anapita mimi, alafu napita na Simba. Yanga naye mwenyewe anajua anapita Simba na National. Anajua Yanga anajua. Mimi mwenyewe anakuwa anajua. Wewe Yanga anajua. Sio kama mnamwambia Shakiri nakwambia hivi. Kaka, mechi kimataifa tumwachie Simba bwana. Hii tuziwezi. Yeye anaambia atafuta goli hili. Sasa juzi tumechezea kituko hicho. Jana. Kituko. No goli, no goli. No goli. Tunawazubaisha. No goli. Ila kuna watu wenye akili wa Yanga sema huu mtego huu. Haiwezekani ugenini mtu anampiga 3 mtu. Alafu nyumbani hataki kufunga. Jana si maigizo. So apiga nje. Kama mpira tatu ana mbinu fulani. Mbinu zile anaambia, so ukifunga sikupangi. Kabakia na kipa anapiga kule. Panzu kuna moja alipiga kama afunga ile. Sasa nataka kufunga na angefunga ile sasa nataka sifa ule. Namba asingepata tena. Ule ni mtego tumeutengeneza. Mbinu. Hatutaki goli. Watu wametoka pale sikitika lakini moyoni kocha anasema hivi. Safi. Kama unakuta watu wa mpira wanaojua wametoka pale wameridhika na Simba yao. Kina wewe. Umeona Yakubu. Watu wamshamsahau kwamba kuna mtu anaitwa ashasahaulika. Murigo. Watu wasahau kama kuna Shabalala amewahi kupita Simba. Kama amewahi kucheza Simba hayumo. Sawa mapema. Chemalon. Watu ukuta wa Eriko. Watu washamsahau. Baba huyo Rushani. Mipira ya juu yumo. Kwanza anatumia akili. Hiyo namba 6 hata kama Kagoma hayumo. Kante huko. Kama hii Simba mwaka huu sijui hapa. Hiyo namba 9 sasa. Unaweza kaamua wote sichezeshi. Kama ulivyoamua jana. Jana akasema wote sichezeshi mimi. Wote kaka benchi. Hamna cha Muku wala hakuna cha Soa, hakuna cha Mwalimu. Wote benchi. Kibu wewe namba 9 kama nilivyokuambia City. Unajua kwa nini namba 6 kwanza namba 9?
Kibu Denis. Na jana kaambia cheza namba 9. Maana yake unacheza namba 9 ya uongo. Hatutaki kufunga magoli. Sangine anarusha taulo atakaye daka huyo. Sasa angalia winga huko. Mahema naye kaambia usitake sifa leo kucheza mpira huko. Relax, wao mpira relax huyo atoka huko. Pia. Kama unataka magoli wewe subiria kwenye makundi. Kama unataka magoli, kama unataka magoli subiri Yanga kwenye makundi. Tunapojipigia. Kama unataka magoli subiria utakapompiga National. Ndio utaiona Simba ikoje. Kwa ndio hii nayo kueleza kwamba tunaomba makundi tupangwe na Yanga Afrika. Na bahati nzuri kafu ni wasikivu. Watasikia tutapangwa nao. Ndio utajua kimbembe cha Simba. Ndio utajua siku kubwa ya Simba ukoje. Kwanza kwa Mkwala tunaweza kupanda ndege tukaenda Arusha tukarudi. Yaani kama tukaenda na ndege vile. Changanya, tumeenda kuweka pesa season ya Arusha. Yaani tunaenda hivi season ya Arusha afu tunarudi, tunashuka airport kama ndio tunacheza. Yaani tuna act kama tunatoka ugenini. Yaani mna mambo. Hizo ndio mbinu. Yanga naye kishahisi kwamba huyu katoka nje. Yanga amekwenda na maji. Yanga muoga. Juzi kaeka shabiki bure. Wewe una haja kuweka bure? Klabu bingwa umekuwa na timu na katu bure. Sasa alikuwa anataka kufuzu mchungaji. Hata kama usingeweka wangefuzu timu gani kuogopesha Yanga? Maana yake Yanga hawana timu. Kumbe wale kama mashabiki bure ili mkifungwa wamefungwa wote. Wote leo mtego ule. Mkifungwa wamefungwa wote. Lawama hakuna mtu mwenye lawama. Na jinsi niingia bure. Kwa sababu hapo kisha tumetoa hela zetu. Sio kwambia ingieni bure. Kwa hiyo Yanga ya mwaka huu sioni na hivyo hata hivyo wameshafuzu. Malengo yao yalikuwa makundi. Washaingia makundi basi hawana lingine la kupoteza. Mwenye deni kwenye taifa hili ni Simba peke yake. Azam hana deni. Tokea anzishwe hajawahi kwenda makundi, kamaliza. Singida hana deni. Tokea anzishwe ndio kaingia makundi. Yanga tokea anzishwe ndio mara ya 3, mara ya 2 ndio kaingia makundi. Tumeelewa mpaka hivyo. Kwa hiyo maana yake Simba ana deni ya nchi. Kwa hiyo Simba nusu finali bado inamhusu. Kwa hiyo jana tukawachezeshea inaitwa potezea nini? Potezea bwege watu nakapotea kweli. Zenu mazoezi. Yaani kama mazoezi unapiga kule unaachia, unapiga kule unaachia. Kwa hiyo kwa ujumla mwaka huu la maombi na nyinyi zilisheni maombi. Watu wa Simba zilisheni maombi tukutane na Yanga Afrika. Ni maombi. Yanga hii kutana na kina Soa. Yanga hii kutana na kina Morsi. Yanga hii kutana na kina Mwalimu. Kwa sababu tukiwa tukachenchia kote. Yaani kitu cha kwanza tunawapelekea watatu, mastreka hapo wachaguzi wote tunaweka mastreka watatu. Bado hujaelewa bado. Yanga hii tunampelekea Soa. Yanga hii inakutana na Soa, inakutana na Mo Ibrahim, inakutana na Mwalimu, alafu inakutana na kina Kante. Ngoja mtaja hawa bado huyo. Faulu goli. Bado Kibu Denis. Bado Mpanzu. Kwa hiyo maombi tuzidishe tukutane na Yanga jamani. Ni maombi yetu kila bingwa tupange kundi moja na Yanga. Ndio watakuja kuigundua kwamba ndio Watanzania watakuja kugundua Simba ni timu kubwa barani Afrika. Kwamba Simba usimtajie ligi ya mabingwa barani, usimtajie. Wewe mwambie ligi basi utamfunga. Hatuhangaiki. Na ninachofurahi, hamna cha kusema kwamba Yanga wataruka ukuta, watapitia mlango wa waandishi wa habari, watapitia mlango mkubwa. Wote timu zote mbili. Ndio Yanga wataona shughuli yao. Ndio utagundua Yanga hamna timu. Yanga juzi wametuashia moto pale. Ule moto aliwashao. Yeye kwa kaka jeshini jana mjuzi umewaka. Ambali. Hii washinde. Mheshimiwa walishaona kazi ngumu. Na wale si Wanyasa. Wanyasa washapa. Kwanza mle ndani umeingia na mashehe, wameingia sina wachungaji, wameingia na nini? Wakakaa golini kama nusai. Yanga wakaona isontanie. Wakaenda kuwasha moto kule. Mheshimiwa walipoona moto moshi unawaka ule. Ndio Yanga anajua tunashinda. Na bila moto Yanga singeshinda. Bila moto Yanga singeshinda. Yanga sinachungulia. Ule moto aliwasha Yanga. Sasa usio nani? Ule moto jeshini, moto na wakeji. Lakini Yanga ashinde kama moto washa. Sasa mechi yenu na mkipangwa makundi pia watawasha moto vile vile. Sana pita mlango mkubwa. Kumbe hujaelewa. Video zipo nyingi mchungaji. Yanga anatuwini sisi. Haingiage mlango mkubwa abadan. Yaani uko razi umpige milioni hata 100 watalipa. Lakini mlango mkubwa apite. Watapitia kwa waandishi wa habari hao, wanaruka au wengine ule mlango wa fire. Mlango mkubwa aendage. Ile klabu bingwa ni sheria. Usipoingia point tatu zinakatwa. Kwa hiyo lazima upitie mle. Tu kwisha. Kwisha habari. Na ndio kitu ambacho Yanga wana mwaka wa 6 huu hawajui kupita ule mlango. Yanga atafanya yote ule mlango hata akiwa peke yake. Ile mechi ambayo sisi hatukwenda, sio kwa peke yake. Kapitia huko karuka huyo. Yuko peke yake. Kapitia huko karuka kaingia ndani. Wasiwasi kwamba Simba anaweza akaja ghafla. Kwa hiyo kwa ujumla tunaombea washabiki wa Simba. Mungu akipenda tuombee Yanga tukutanao klabu bingwa. Maana tutapata point 6 za che. Yanga ukimtajia klabu bingwa tu mwenyewe anatemeka hivi. Ile mwambie ligi.
Ligi wanatugeuza wanavyotaka wao. Na sisi kwa sababu ligi hatuizingatii sana. Ligi tunaidharau, tuzingatii. Kwa hiyo tunaomba CAF, narudia kwa mara hii si ya 6. Mtupangie Yanga Afrika. Na mimi nataka kundi liwe hivi kama nilivyosema. National, wa pili Yanga, wa pili Simba, wa tatu Simba, FC Lipopo. Sio kwa nini napanga sana hiyo. Alafu hapo tuangalie nani anafuzu. Sisi zinakaa 4. FC Lipopo, Yanga, Simba, National. Ali. Timu nzito. Umeelewa? Sasa hapo anataka wawili wafanye hivi. Wafuzu. Yanga kina Dube hiyo. Ndio tunakutana nayo. Yanga Boeli. Boeli. Ndio tunakutana nayo hiyo. Kwa hiyo tunaomba tarehe 2 wakati tunapanga makundi, tupangiwe Yanga Afrika. Yaani hiyo ni dua kuomba. Kwa sababu tutampiga nje ndani, ni kuomba. Ni kuhifadhi na nyinyi msitize watu, na nyinyi mnavyo rekodi, muiweke msitizo kwamba mchungaji anaomba tukutane na Yanga kila bingwa barani Afrika. Sasa kwa kumalizia, mnarudi ligi kuu kucheza mechi zenu za ligi kuu. Tutarajie msimu huu pengine mnaenda kuinua ndo. Ligi kuu tunachezesha sio kina Mirigo. Kina Mligo. Yaani tunafanyaje? Tunachukua huku Namungo huko JKT. Yaani wachezaji wa JKT na Namungo tunaweka pamoja. Sio, unaelewa mpaka hapo. Namba 9 tunamwekea kina Soa kina Singida. Bado unaelewa mpaka hapo. Hapa chini tunaweka kina Kagoma. Hiyo ndio timu ya ligi. Na ligi wanaijua vizuri. Kuna Semfuko. Wakina Semfuko wote ndio wakina nani hawa? Anaitwa nani? Huyu acha namba 2 jana. Na Duchu. Ndio mechi zao hizo. Alafu kipa kina Yakubu. Hussein Abel yani. Au Abel tunawekea hizo mechi. Ndio anacheza na Azam. Hapo ndo anacheza na nani? Anacheza na Tabora, ndio mechi zao. Hao viumbe wengine wanasubiri klabu bingwa. Na wao wamesajiliwa Simba kwa sababu ya klabu bingwa barani Afrika. Hasa tukitafuta Yanga. Tuna uchungu na Yanga klabu bingwa. Na mimi siku hiyo nikaambiwa tupangwa na Yanga na chinja mbuzi. Yaani leo kinaambia bwana imetoka bara ratiba Yanga yumo na chinja mbuzi. Basi ndio sehemu ambayo inatuvusha. Kwa tutapata pointi 6 za Bwerere. Sasa mchungaji, unatakia kila la. Ni kuombea Yanga tupangwe nao klabu bingwa, ndio swala la kuombea. Ndio hilo.